Kama ambavyo mmesikia, tarehe 3 jeshi la polisi lilitoa taarifa ya tishio jingine ambalo linahamasishwa kwenye mitandao na wanaharakati mbalimbali na watu mbalimbali wasioitakia mema nchi yetu. Wameendelea kuhamasisha na kusema tarehe 9 ya mwezi huu wa 12, yani kesho, kuna watu wanahamasisha na kupanga kufanya maandamano wanayoyaita ya amani yasiyokuwa na ukomo. Maandamano hayo ya amani yasiyokuwa na ukomo hayaonekani yanaombwa na nani, kwa utaratibu gani, lakini maandamano ambayo tunafahamu sisi yaliyo na compliance na katiba ya nchi yetu, lakini na sheria za nchi yetu, ni yale yanayoombwa na mtu makususi na yanakuwa yana ujumbe makususi na yanasema shabaha yake ni nini, lakini yanaeleza yatafanyika wapi, yatatoka wapi hadi wapi, ili jeshi la polisi liweze kutoa huduma ya watu hao wenye ujumbe wa namna hiyo. Haya yanayoelezwa kama ambavyo imeelezwa katika taarifa kwa umma ya jeshi la polisi iliyotolewa tarehe 5 ni kwamba hayana muombaji, hayaelezi yanatoka wapi kwenda wapi, hayaelezi ujumbe ni nini, ila tu yanaeleza kwamba yatakuwa hayana ukomo, na tunaambiwa kwamba ni makubwa kuliko yale ya tarehe 29. Ndugu zangu wanahabari, kama yakiwa hayo ni maandamano yasiyo na ukomo, maandamano ambayo ni makubwa kuliko yale ambayo watu walichoma mali za watu, walichoma vituo vya mafuta, walichoma majengo ya serikali, wamechoma vituo vya polisi, yale yaliyosababisha watu wakafa. Sasa hayo tunayoambiwa ni makubwa zaidi ya hayo. Sasa hayo sio maandamano. Kwanza kwa sababu hayana kibali kwa mujibu wa sheria, lakini pili, hayaeleweki yanafanywa na wakina nani ili tujue hata tuzungumze nao, lakini tatu, yanaambiwa hayana mwisho. Sasa hayo sio maandamano, hayo ni mapinduzi. Hayo ni mapinduzi, sio maandamano. Maana maandamano kwa mujibu wa sheria yetu ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 kama sikosei, yameelezwa wazi kwa sifa hizi na vigezo hivi nilivyovisema. Kwa hiyo nimewaita hapa kujaribu kutumia vyombo vyenu vya habari kuwaambia Watanzania maandamano hayo ni haramu, hayaruhusiwi, na tutumie nafasi hii kuwaomba sana wale wote ambao wanashabikia, wale wote ambao wanaona wao wameichoka amani, wale wote ambao wanaona hata mateso tuliyopata katika kipindi hiki wanaona hayatutoshi, wanataka kutuongezea tena mengine, tuwaombe sana kwamba maandamano yako kuwa hayana kibali na hayapo kwa mujibu wa sheria, hayakubaliki na ni kinyume cha sheria, na kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama vitayadhibiti. Na kwa hiyo ndugu zangu, tuko hapa sisi kama Wizara ya Mambo ya Ndani yenye jukumu la kuwalinda wananchi na mali zao, kuwaomba sana wananchi wengine ambao hawahusiki na mpango huo kuto kushabikia, kuto kujitokeza, wala iwe ni kwenye mtandao au kujitokeza kwenda kuangalia au kuchungulia tu hicho wanachokifanya, kama kweli watakifanya, ingawa hatuamini, lakini ni lazima tujiandae, kwa sababu kazi yetu sio kujaribisha. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tuna wakati wote wananchi wanakuwa salama wao na mali zao. Kwa hiyo tuwaombe sana wananchi wasithubutu kujitokeza, kwa sababu maandamano haya ni haramu. Maana kuna wakati mwingine wengine wanajitokeza bila hata kujua pengine anachokimbilia ni kitu gani, na kujikuta amejiingiza kwenye kitu asichokifahamu. Kwa hiyo mjizuie kuhamasisha kwenye mitandao, mjizuie pia kushiriki kwa namna yoyote ile, lakini mtusaidie pia kutoa taarifa pale mnapohisi kuna viashiria vya watu ambao
wanataka kutekeleza mpango wa kuleta maandamano ya siku hiyo ya tarehe 9 kwa maana ya kesho. Naomba pia nichukue nafasi hii kutoa taarifa kama wajibu muhimu sana kwa vyombo vyetu ili viweze kufanyia kazi hizo taarifa, basi liwe ni jukumu ambalo wananchi wote kwa mapenzi tulionayo kwa nchi yetu tutalitekeleza. Na Jeshi la Polisi limebainisha namba makususi, tutawapatia hapa namba ili ziweze kuwasaidia kuweza kutoa taarifa kwa hapa wananchi, na wananchi watakapoona kuna matukio au kuna viashiria au kuna watu wanapanga jambo hilo, basi waweze kutoa taarifa hizo. Nichukue nafasi hii kuwatakia kila laheri katika sikukuu za mwisho wa mwaka, tukianza na siku ya kesho ambayo ni siku yetu ya kusherehekea uhuru wetu, miaka 64 ya uhuru. Tusherehekee kwa amani na utulivu, na nina imani yangu kwamba wananchi mmejua adha na mateso tuliyoyapata na ambayo tutaendelea kuyapata. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.